mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mungu litukuze neno lako jioni ya leo katika mioyo yetu, ya kwamba neno hili limekwisha tukuzwa zaidi ya jina lako mwenyewe, na kwamba wiki hii Bwana unapotusaidia kujenga maisha yetu ya ndoa kwenye msingi wako, basi hali zingine zote, misingi ya kiroho ya kishetani ambayo inapambana na maisha ya watoto wako katika ndoa zao, ninaomba wiki hii kwa nguvu za neno hili zote zikaanguke na ukawajengee ndoa ulizokusudia kutoka mwanzo wa kuumbwa kwa mwanadamu. Asante, maana sote na watazamaji kwenye mtandao unaenda kuwasaidia kwa njia isiyo kawaida. Katika ufunuo wako Roho Mtakatifu najipeana kwako kwamba ukanisaidie kuachilia maneno haya. Asante kwa kila mmoja wetu atapokea sehemu yake kwa utukufu wako, na kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Asiketi chini. Ningependa kwanza kwa kusema misingi ya Biblia ya ndoa, chanzo chake Mungu ndiye alianzisha. From Genesis, Mungu ndiye alianzisha msingi wa ndoa. Katika shamba la Edeni, Mungu alifanya ndoa iwe lifelong, iwe kitu cha kudumu. Mungu hakuwahi panga ndoa iwe mkato, alipanga ndoa iwe lifelong, long life, mpaka kifo tu kiwatenganishe. But we are going to see shida ilianzia wapi, kwa sababu tunaenda kwenye vianzo ama starting points zinazoleta the beginnings ya mashida katika ndoa. From the beginning. So from the beginning it was not so. God created a man for a woman for a man. Na hakuumba wanawake wawili kwa mume mmoja, wala wanaume wawili kwa mke mmoja. One. That was the origin ya Mungu kwa ndoa. Amen. Now tunapata kwamba it was a divine institution. Ni taasisi aliyoitengeneza Mungu, aliestablish hiyo taasisi katika shamba la Edeni. Akaifanya ya kwanza aliyoumba yeye, aliyeitengeneza. Hiyo ndio taasisi ama institution ya kwanza Mungu aliitengeneza, na hakuiweka kwa makusudi mabaya. Mungu aliweka ndoa kwa makusudi mema. But shida ilianzia mahali wakati Mungu ametupa baraka, anatupa na masharti. So Mungu anatupa masharti ya ile baraka. And you have to listen to this. Ile ndoa ya kwanza ilipeanwa in the presence of God. Haikupeanwa nje ya uwepo wa Mungu. It was in the presence of God the marriage was given. Maana shamba la Edeni inamaanisha uweponi pa Bwana. Now many people, our parents, hata wewe, ndoa yako ama ndoa zile umepita hazijakuwa katika uwepo wa Mungu. Ni akili zako na mtazamo wako. Na tunaenda kuona katika Biblia, hivi vitu havifanyiki tu bure. Kuna vyanzo vyake vinavyoleta haya matatizo katika ndoa hata za wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So hii ni taasisi ambayo Mungu mwenyewe
alikusudia yeye mwenyewe Mungu akiwa in the fellowship with the marriage. Mungu alitaka sana wawe na uhusiano na ile familia. Kwa hivyo Mungu anapenda familia. Mungu anapenda ndoa sana. But we have an enemy ambaye hapendi ndoa, is the devil. So Mungu alipeana masharti ya kulinda ile ndoa ya Adam na Eve. Akamwambia mwanaume, who is the head of the family, uelewe kwamba hawa watu wawili kila mmoja alikuwa na nafasi yake. Eve was a helper to the man. The man was the head. So Mungu akapeana masharti ya kukaa shambani kwenye baraka kwa mwanaume. Na Biblia inasema baada ya usingizi mzito aliyompa Mungu Adamu kulala, akatoa rib moja, akamuumbia, akamtengenezea chombo kizuri kinaitwa mwanadada, mwanamke. Majina haya yote yanapeanwa na mwanaume kwa mwanamke. So utaelewa kwamba hata msingi ukiwa mbaya una jina lake. Msingi ukiwa mzuri pia una jina lake. Amen. And the Bible says God used to come and visit these two people. Ilikuwa ni tabia ya Mungu lazima kuja atembelee ndoa. Lakini ukumbuke kuna masharti ashapeana. My son, I have given you this land. Utalima ili shamba, ulipalilie likae vizuri. And I'm giving you a helper, pata kusaidia to activate the land. Ili liendelee kuzaa. Wanielewa Liendelee kuzaa. And as we know, katika watu wawili hakufai kuwa na siri. Kitu ama vitu katika vile vitu nitataja vinavyotumika kuharibu ndoa, mmoja yake ni visiri vya kuweka siri. Mwanaume anaweka siri, mwanamke anaweka siri. So Adamu akapewa masharti. And the Bible says the devil came. Mara mingi wanauliza wanaume, wakati shetani alikuja kumjaribu mke wako, where were you? Because you are to protect the woman. You are to be there for the woman. Where was Adam when the devil came kumjaribu? Ndio swali wanauliza wanaume. Ule muda mwanamke amekuwa na shetani kwa muda mwingi with the conversation. Ya muda huo, where was the man? Hallelujah. So tutaendelea tukijifunza mambo mengi na maswali mengi yaliyo na majibu kwa Biblia. Mungu akamwambia mtakula matunda haya, lakini matunda ya mti huu katikati basi msile. Siku mtakayokula hakika kufa mtafanya nini? Mtakufa. So the devil came to test the woman with the same words that God had spoken. Nataka uelewe leo, shetani hawezi kuja kukujaribu. Anakuja na maneno aliyosema Mungu, twisting your mind. If truly you know the truth or you don't know the truth. Hata wakati anakuja kwa Yesu, Biblia inasema anakuja na maandiko. Anajua kabisa, Biblia inasema Mungu hataruhusu uanguke chini ujikwae, atatuma malaika wakubebe. Anakuja na hiyo. Anajua neno linasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, hii bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. So the devil came to test the woman, or to test this marriage with the words that God had spoken. Hata wewe ujaribiwi kutoka nje, unajaribiwa tu kama unajua alichokisema Mungu kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema shetani akijua kabisa wamekatazwa. Imagine, amejua kabisa wamekatazwa
wasile matunda ule mti. So he's coming to the woman, na namwambia mwanamke, eti Mungu alisema eti Mungu. Leo napenda tusome kidogo maandiko. Hebu soma hapo mahali in chapter 3. Anzia verse 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati. Hebu tuanzie verse 1 ndio tuelewe vizuri. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu alisema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Unaona, Shetani amejua kabisa wewe Mungu anakusikia na anajua kila kitu kukuhusu. Ndio sababu amekuja kumwambia Mungu anajua siku mtakalokula lile tunda mtafanana na yeye. Anakuja kuwajaribu na maneno yale yale Mungu alikuwa amesema. Na Mungu hakusema siku mtakula mtafanana na mimi. Aliwaambia siku mtakula mtakufa. Because the devil was only twisting the mind of a woman. That is what the devil does. He just twists your mind with the truth that you know. Anaweza kubadilisha tu maneno machache katika mstari mmoja Mungu aliongea, na wewe ukaamini yale ameongezea yeye. Haleluya. Na ukaamini kabisa alichosema ni kweli. Mungu hakusema kwamba siku mtakula mtafanana naye. Kumbuka alikuwa Mungu ashasema. Imagine, Shetani alikuwa ameshasikia kila kitu Mungu alisema. Mungu alisema basi na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano. Kwa hivyo anakuja hapa kutusi mwanamke. Anamwambia kwamba Mungu anajua mkikula mtafanana naye. Lakini Mungu alikuwa ashaumba mtu kwa sura na kwa mfano wake. Kwa hivyo anakuja tu na maandiko, nothing else. Nothing else. God knows. Mungu alikuwa ameshaumba mtu kwa sura na kwa mfano wake. Alifanya komiti, akaumba. Now the devil anakuja tu na hayo maandiko could twist the mind of this woman. And why a woman? Because a woman, Mungu akamwambia akasema, akamwambia Adam, nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. So Techeni alijua if I attack the helper, maana msaidizi ana nguvu kuliko shule mwenzake. Huwezi kusaidia mtu na wewe mwenyewe una nguvu, na wewe una uwezo. That's why many women wanalia na kuteseka katika area hii, maana Shetani anajua you don't know exactly who you are. Hallelujah. Najua siku mtakula hili tunda mtafanana na Mungu. Lakini washaumbwa kwa sura na mfano. Yes, masharti washapewa. So Shetani alipoingia kwenye mind ya mama, do you know why the Bible inasema make sure you renew your mind every day? Akili zako ziwe renewed, ili usiweze kufananishwa, Bwana Yesu asifiwe sana, na mambo ya dunia, uwe tofauti na watu wa dunia. By renewing your mind. By renewing your mind, kwamba ukatembee katika neno la Mungu fully. Bwana Yesu asifiwe sana. Now listen to me. Now, wakati ameenda kwa mwanamke akawa convinced, akatwistiwa kama mind kidogo, kaingia box.
And you know, wanawake wengi ama wanawake wote tunakamatwa tu kwa maneno, hakuna kitu kingine. Mtu anakuambia nitakununulia ndege na hata hana baisikeli, na kwa maneno ya uongo ya huyu mtu utajikuta umefanyika kuwa mke wake. Nitakujengea nyumba ingine, nitakununulia pikipiki. Yeye mwenyewe anatembea mguu, because shetani apelekangi ukweli. Alafu wanawake nao, kwa sababu maindi zao zimekamatwa na shetani, wameamini uongo kuliko kweli. If you tell a woman the truth, hakuamini. If you lie, she will follow you. Women wamekamatwa the mind ya shetani, maana shetani ni muongo from the beginning. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana, nyinyi ni waongo kama baba yenu, maana alidanganya kutoka mwanzo. He lied to the woman, so he's still lying until today. So wanawake wengi mkidanganywa tu, mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, ushapeana mwili tayari. You have already given the fruit without knowing this is a route to destroy you. This is a route to destroy you. Na wiki hii munifuate vizuri, maana nataka kupatia vitu vingi vya kuonyesha this man is genuine. Hallelujah. Now, shetani anamwambia mwanamke, ni nani? Ngoja nikuulize swali. Ni mwanamke gani ambaye hatapenda afanane na Mungu? Ni mwanamke gani hapa duniani hatapenda afanane na Mungu? Shetani ashakwambia utafanana na Mungu. Mwanaume ashakwambia utakuwa my queen. Ashakudanganya, you will be the next of kin kwa gorofa zangu. Kwa nini usikule matunda? Kwa nini usikule matunda? Then the enemy, remember, ni shetani aliyechukua tunda kampa nani? Mwanamke. Mwanamke alipokula, akaona linapendeza, ni nzuri, naye akalichukua akasema, na mimi simalizi, wacha na mimi pia nipatie my husband. That was the beginning of the spirit of disobedience in the marriage. Kilicho msingi wa uharibifu wa kwanza katika ndoa, katika shamba la Edeni, ni disobedience to the words of God. Mungu amesema ni kuhusu ndoa, na vile unafanya, is that what God said? No. So shetani utafuta tu, you disobey. That is the only thing. You disobey the orders of God. Ukishaasi, basi umekuwa upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaasi, kwisha. I want you to listen to this. Wakati dhambi iliingia, maana Biblia inasema uasi ni dhambi mbaya kuliko uchawi. Yani uasi, umedisobey. When you disobey, yani hiyo dhambi ni mbaya sana kuliko dhambi ya kurogwa na uchawi. Uasi ni mbaya sana. So shetani akajua hawa wakiasi tu maneno Mungu alisema, automatically Mungu ndani yake hakuna uasi, hawataendelea kukaa in the presence of God. That's why wakati wowote utajikuta umeasi, ukafanya vitu Mungu hakutaka, ndio uingie kwa ndoa, maombi lazima yakufe. Vile ulikuwa unafanyia Mungu kazi, hutafanya. Vile ulikuwa strong, huwezi kuwa strong, maana you have already disconnected yourself from the presence of God. You can't do that. Wakati Adam na Hawa walikula tunda ambalo Mungu alisema wasile,
walifukuzwa kwa uwepo. Yes, they could see God directly, lakini hawangeweza kumwona Mungu. Ni kama vile ulikuwa unaota mpaka unaona kitu kinafanyika. Saa hii hakuna. Ulikuwa unafunuliwa, hakuna. Ulikuwa unaweza kumwona Mungu wazi wazi. You cannot see God because you are no more in the presence of God. Kwa hivyo katika disobedience ya mwanamke na mwanamume, alafu swali lingine wanajiuliza, kwa nini Adamu alipoona anapewa tunda hakuuliza mwanamke umetoa wapi? Wanawake mnisikize vizuri. Kwa nini hakumuuliza Eve, na kuulizaje mke wangu umelitoa wapi hili? Maana hili sio lile tuliambiwa tule. Umelitoa wapi? Yeye alipopewa tu na kaanza kula. Inamaanisha how powerful is a woman. How powerful is a woman. Na kwa sababu mwanamke hakujijua, ilikuwa akabiliane na adui alikuwa anasumbua, amekuja kushambulia ndoa, akabiliana naye. Badala yake wakamfanya shetani kuwa rafiki yake. Wakaanza umbea, wakaanza masengenyo na shetani. Mungu alisema, Mungu anajua. Alisema, So wakakuwa marafiki na shetani. Ambapo Adamu hajawahi kukaa na shetani siku moja kwa maongeo ya meza, lakini mwanamke alifaulu. Ndio mimi usema, kama mwanamke hajajitambua, you will live a miserable life because you don't know who you are. Jina la kwanza Mungu anatupatia ni msaidizi. Na nimesema tunafananishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaitwa nani? Msaidizi. Anatusaidia kuomba, anatufundisha kuomba, anatufundisha tusiyoyajua. Na ndio sababu mwanamke anaweza kuingia kwa ndoa akapata mwanaume na kiti kimoja, lakini because she is a helper, he is a master planner wa ile nyumba, utapata vikombe vimejaa, masufuria yamejaa, vitu vingi vimejaa in that house. Why? The woman, the organizer, the wealth carrier ameingia. Now, wanawake wengi pasipo kujielewa. Wajua kwa nini shetani anaonea wanamama? Number one, anaonea wamama kwa sababu anajua how powerful you are. Number two, you are the builder of the family, helping the head. Mwanaume hata kama ni kichwa, hawe tu na kichwa bila mwili, hawezi songa, hawezi kushika pesa, hawezi kutembea. Kwa nini? Yeye hana nguvu za kutoka huku. Kando na mdomo kuchukua chakula, lazima usafirishe kwa tumbo. Kwa mwili mama upande huu. Ndio mama aanze kusupply. Wiki naomba wa mama tujielewe. Na familia zitapona. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaume wajielewe na familia zitapona. Ndio. Asifiwe Yesu. Amen. Now, Adamu akapewa tunda tu na yeye akaanza kukula pasipo maswali. Na pia niseme pia Adamu angeuliza maswali, maana maswali anayeulizanga maswali mengi ni mama. Ndio sababu aliulizana na shetani maswali, umetoka wapi? Mpaka saa hii hujarudi? Na mbona hilo shati lako liko na lipstick? Mama anaweza kuuliza mwanaume maswali mengi sana. Na ndio sababu Paulo anawaambia Wakorintho, na nyinyi wanawake mkiwa na swali waulizeni waume zenu nyumbani. Maana najua waliona maswali ni akina nani? Mbona pasta amevaa hivyo? Mbona nywele zake zimetoka toka? Mbona huyu anaangalia? Na ndio sababu hata kanisani ndio wenye umbea na maswali. Women. Na kwa sababu hujajijua, unaanza kushughulika na life ambayo si yako because you don't know who you are. Naomba hii wiki kwa jina la Yesu wanawake tujitambue. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukijitambua utamwangalia shetani hivi na umwambie nimeshajua ukweli. Lazima uachilie ndoa yangu. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna vile utapapaza shetani hivi. Unapapaza maana we mwenyewe ushashindwa. Ushalemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now, katika ile disobedience, ule uasi alioasi, mwanamke akampatia mume wake tunda. The Bible says walifukuzwa katika uwepo wa Mungu na wakaenda kuzaa mtoto huko. Walizaa nani na nani? Kaini na Abel. Chapter 6 ya Genesis. Let me show you something. Chapter 6 ya Genesis. Let me show you something somewhere. Anzia verse 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona binti hao za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote. Wakafanya nini? Wakajitwalia wake wowote waliochagua. Angalia, nisikize kabla tujaendelea na maandiko. Nimekwambia mwanzo Mungu alipoumba ni yeye aliyemchagulia Adamu mke atatoka wapi. Hapo kulikuwa hakuna uasi. Dhambi haijafanyika. Mungu akasema mke wako uko naye Adamu, hayuko huko nje. Uko naye tu kwenye viuno vyako, mbavu zako. Lakini wakati Adamu na Hawa waliasi, wakafukuzwa katika shamba la Edeni. Hawakutolewa, walifukuzwa katika shamba la Edeni. Basi wakaenda wakazaa Kaini na Abel. Wakati wametoka in the presence of God, mauti ikaanza. Nifuate vizuri. Vifo vikaanza. Polygamous ikaanza. We are going to see. Mtu kujichagulia mwanaume vile anataka, mwanamke yule anataka, ikaanzia hapo. But it was not so. Do you know why ilifanyika hivi? When God came to ask Adam, kwa nini umekula matunda? Adam badala ameseme I'm sorry. Daddy, I'm sorry. I've disobeyed you. I've disobeyed your word. Akaanza kujitetea. Akasema hata aliyenipa ni huyu mwanamke ulionipa. This woman that you gave me ndiye amefanya nikakula hii matunda. Okay. Then God went to the woman. And God asked the woman, and who gave you the permission to eat the fruit ambao nilisema msikule? Mwanamke naye bila kusema I'm sorry, akarusha kwa nani? Kwa nyoka. Kasema ni nyoka aliyenidanganya. Katikati ya Adamu na Eve hakuna yule alikubali makosa. Na ndio watu wakiachana hakuna anayekubali makosa. Mtu analaumu yule na yule analaumu huyu. Mpaka hata kwa ndoa saa hii hakuna anayekubali makosa. Mwanaume atalaumu mke wake, mke wake atalaumu mume. Hakuna anayekubali I was wrong. Ukitaka wokovu in the marriage, mpaka kuwe na mtu wa kusema I acknowledge my mistakes. Ninajua nimekosa. Ndio tupate wokovu. Kulikuwa na mtu ambaye alisimama kwa nafasi zetu, akasema ni kweli nimetenda dhambi na nimepungukiwa, lakini Bwana nipe rehema. Yesu kama angesimama kwa nafasi yetu, akubali yeye amekosa ambapo yeye hakuwa amekosa, akubali makosa, hatungeokolewa. Ndoa nyingi ziko hapo. Mwanaume akijipata kwenye dhambi analeta laumu kwa mwanamke. Nimelala na huyu mwanamke mwingine because my wife hafanyi 1 2 3 4. Mama, kwa nini na wewe umefanya hivi? Niliamua kufanya hivi kutoka nje ya ndoa because my husband hanipi pesa, afanye nini. Hivi vitu vilianzia huku in Genesis.
na hakuna mtu anakubali alikosa. Basi kama Mungu kungekuwa na mtu angekubali makosa, nina imani Mungu angaachilia hizi laana. Sasa wao wakalaaniwa, pia nyoka aliyewadanganya akalaaniwa. Am I talking to the church? Na wakati hawa watu wametoka in the presence of God, can you read this verse? Hebu soma. Hebu tuendelee mahali kwa umefika, tuendelee ndio tutapata mambo vizuri. Sasa turuke. Twende. Bwana nini? Tuko Genesis chapter 6 my friend. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu milele. Kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zote zitakuwa miaka 120. Nao wanefili waliokuwako duniani siku zile. Tena baada ya hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Mungu akasema sitashindana na mwanadamu tena. Hebu soma verse 2. Wana wa Mungu waliowaoa waliwaona binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Ngoja nikuulize swali. Huyo mwanamke unayechagua, nani amekutuma kuchukua? Huyo mwanaume nani amechagua? Ni wewe. Waliona sura. Wengine wanachagua mwanaume kwa sababu ya mali yake, wengine wanachagua kwa sababu ya sura, wengine wanachagua kwa sababu ya shape. Watu wanachagua kulingana na vile wao wameona. Na Biblia inasema wakachagua vile walivyotaka wenyewe. Lakini Adamu hakuchagua mke. Adamu ni Mungu mwenyewe alijua the right thing to give him. Lakini walipoanza kusukumia Mungu shida, Mungu sasa akaachilia. Na ndio mpaka leo mchungaji wako anasukizianga tu wewe uliolewa. Hata mama yako nyumbani hajui. Your father hajui. Yaani unaangalia tunaona huyu anaweza kunifaa, kwenda naye. Huyu anaweza kunifaa, unaondoka naye. Wakaanza kuchagua. Biblia inasema in English that the sons of God saw the daughters. Are you not the son of God? Are you not a daughter of God? Wanaweza sifa sana. That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair. Wana wa Mungu akaona watoto wa wanadamu ni wazuri, wanapendeza, wana smile nzuri, wana pesa, wana majumba. Akasema if I can get this man, if I can get this woman. Wakachagua wenyewe vile walitaka. Na Mungu alipoona hivyo akasema, kuanzia leo mimi sitashindana na mwanadamu tena. Maana ndani ya moyo wake anawaza tu mabaya. Yeye anafanya vitu pasipo kuuliza ushauri wangu. Anajiendesha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye mwenyewe anajipeleka. Hakuniuliza hii njia nimechukua iko sawa? Hii njia nataka kuiendea iko sawa? Na ndio sababu mpaka waleo makanisani, Bwana Yesu asifiwe sana, mwanamke ama kijana akija kumwambia pastor, have found a good woman to marry or a good man to marry, pastor akiangalia aone hii si huyu mtu aendi bali, atakasirika, atachomoka kwa kanisa. Hivi vitu vinafanyika. Atakasirika, ataondoka kwa kanisa. Kumbe Mungu ameangalia kupitia mchungaji. Ama unaweza peleka huyu mtu kwenu nyumbani. Look here. Unaweza peleka huyu mwanaume nyumbani kwenu, ama huyu mwanamke kwa wazazi wako, na usikie mama yako anakuambia, mwanangu, huyu bwana si mzuri. Usijaribu kushindana. Hiyo ndio kitu nimekuja kuamini. Na lile mama amekataa, baba amekataa, mzazi wa kiroho amekataa. You will suffer. Many people today hamuko kwa zile ndoa wazazi wenu walikataa.
Hamuko kwa zile ndoa, wachungaji walikataa, because ulijichagulia mwenyewe. Biblia inasema kuna njia ionekanao sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Nimekwambia walipotoka kwenye shamba la Edeni, kifo kikaanza. Kaini akamuua ndugu yake. Ndio huyu Kaini sasa. Hebu tusome ule mstari. Hebu tuangalie ule mstari wa angalia ule mstari wa nini? Ule watatu, iziti watatu. Leo sina mbio sana, na tuende polepole. Pale ambapo Kaini anachukua wanawake wawili. Nimesoma hapo mahali. Umepata? Umepata? Umesoma hapo mahali. Mimi sikwambii mstari. Can you read? Read. Siwaambii mstari, ndio sababu siko mbio. Bwana nataka ulete akili kwa kanisa. Naweza kuwa ninapiga makelele hapa, kumbe people are not here. Hii leo ni siku ya kwanza naanza kufundisha hii. So I want us to know where I'm going. Kaini akamjua mkewe. Chapter 4 and verse 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini. Chapter 4 and verse 15. Verse 19. Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Lameki alikuwa mtoto wa nani? Lameki alikuwa mtoto wa nani? Verse 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Henoko akamzaa Iradi. Iradi akamzaa Mehuyaeli. Mehuyaeli akamzaa Metushaeli. Metushaeli akamzaa Lameki. Sasa Lameki ni kitukuu ama ni mjukuu? Ni kitukuu, si ndio? Kulingana na hiyo orodha hapa. Ni mjukuu ama ni kitukuu? Sijibu tu. Confirm it. Ni kijukuu ama ni mjukuu ama ni kitukuu? Ni kitukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona huku mbele hakuna polygamous. Polygamous inakuza kuanzia kwa kitukuu cha Lameki. Mtoto Lameki ambao ni kitukuu cha Kaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa kitukuu cha Kaini ndio kinakuja kuoa mabibi wangapi? Wawili. Lakini huku tumetoka hakukuwa. Tunakuja kuona hapa ndoa mbili zimeanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu hata wale ambao mko kanisani hamjali. Kwa sababu hatujaelewa hizi misingi za uharibifu wa ndoa zilianzia wapi. Am I talking to somebody? So wakati uasi ama disobedience iliingia katika ndoa ya kwanza, ndoa ya mabibi wengi, kuoa mabibi wengi kaanza. Kifo ikaanza. Can I tell you something? Wakati umeasi vitu vyako, mauti. Nikisema mauti simaanishi tu ya kufa na kuzikwa. Mauti inaingia katika area zako zote za maisha, mafanikio, kifedha, kiwatoto, kindoa. Roho ya kifo inaanza. Mambo yako yanaanza kufa tu kwa sababu ya uasi. Uasi unaanza kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uasi unaanza kuua vitu ambavyo
vilikuwa vya manufaa katika maisha ya mtu huyo. Haleluya. Amen. Leo ni msingi naweka, kesho nitachukulia mahali. So nataka uelewe kwamba wakati unaona mambo yameanza kufanyika katika maisha yako yasiyo ya kawaida kindoa, go back to the roots. Go back to the roots. Go back to the pattern. Ndio mara mingi wanaweza kuuliza mtu, wajua kitambo ulikuwa ukienda hospitali kutibiwa ugonjwa fulani, huko unasikia wanakuuliza kama ugonjwa uko kwa familia yenu. Lakini siku hizi ugonjwa wote wanakuuliza kwa familia yenu kuna mtu ana ugonjwa huu. Maana hata madaktari wamekuja kuelewa si magonjwa yote yanakuja direct kwa mtu. Kuna mahali yanafanya nini? Yanatoka. Kuna mahali yanatoka. Shida ya ndoa yako haitoki kwa hewa. Kuna chanzo chake. Ndio. Kuna msingi wake ambao unakutesa kiwango hicho. Am I talking to somebody here? Amen. Now, can I tell you something? This woman Eve, the husband was Adam. Kwa nini alisikiza sauti ya ndume lingine? How many married women today wako na mipango ya kando lakini wameolewa? Wengi. How many men today wako na mipango ya kando lakini wameoa? Na ndio unapata mwanamke wa mtu hananga sauti kwa bwana yake, akimwambia kitu atapuuza, maana anasikiza sauti ya huyu mwingine watatu. Adamu hivyo alisikiza sauti ya huyu kuliko kusikiza sauti ya bwana yake. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mwanamke anaweza kuomba bwana pesa asimpe, lakini akapelekea huyu watatu. Hivyo applies to the women. Wanawake pia wako hivyo. Now tumepata hiyo roho ya kusikiza ingine imeamkia hapa kwa kitukuu. Kwa hivyo wewe unaweza kuangalia familia yenu, kwa baba hakuna, kwa brother ya baba hakuna, kwa sister auntie hakuna, alafu kiulizo unasema kwetu hakuna kitu kama hii yangu. Nimekuwa ngonyesha kutoka kule mpaka hapa kwa kitukuu, ndio hiyo roho tena inaamka. Nataka unielewe vizuri. Hakuna kitu kinasumbua wewe nje yako. Yesu anasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Hakuna roho inatesa wewe nje ya mwili wako. Iko na wewe, iko kwa damu yako, maana umezaliwa kwa ule msingi, umetokana na ile mizizi. Ngojeni niwaulize swali. Kuna miti mingine inatoa mizizi mikubwa inatoka nje, mpaka tena ile mizizi inazaa nini? Mti mwingine. Kweli si kweli? Mti bado uko hai na huyu inazaa nyingine. Babako bado uko hai na ile roho yake ya wanawake, na wewe pia ndio hiyo. Tena unafanya hivyo hivyo. Hiyo si tisho. Hiyo roho ina mahali inatoka. And let me tell you, msingi aliyoweka Mungu wa ndoa, ndiyo hiyo ndoa tu itasimama. Itasimama. Na ndio tena Ibrahimu anatupa mfano wa ndoa kama hii. Anamwambia mtumishi wake, usiende kunitafutia kijana yangu. Adamu anasema usiende kutafutia kijana yangu. Kwa hivyo kitambo, by the way, kitambo, hata kama mimi si wa kitambo sana, kitambo vile nilikuwa nasikia historia kwa baba yangu na mama yangu, ungeenda tu kuangalia mwanaume na unaolewa. Wengi walikuwa wanaangaliliwa mwanamume, wanaangaliliwa mwanamke. Na tena wazazi wao kwa kina mwanamke waende wachunguze boma analoenda kuolewa msichana, na wakina kijana watumwe wakuja wapeleleze boma analoenda kuishi, analoenda kuoa mtoto wao, ndio wakubali waoane. Siku za leo wewe hata mama kwa juu unaenda wapi? Hakuna mtu anajua kama umeolewa. Wewe unasema tu nimeolewa. Unakuja kutuambia ombea ndoa yangu.
Mama yako haijui, baba yako haijui. Hakuna mtu kwenu anajua kama umeolewa, mpaka hata kanisani pasa hajui. Let me ask you, which foundation are you building your house? Who has blessed you in that marriage? Hata wakati Isaka yuko shambani anatafakari maneno ya Mungu, anatafakari neno la Mungu huko, Ibrahimu ashatumana mwanamke atafutwe kwa watu wake walio na imani kama yeye, walio na imani kama yao. Siku hizi mwatushangaza sana. Wewe una imani tofauti, unaenda kuolewa na mtu wa imani tofauti, halafu ajitia moyo, unasema nitambadilisha. Atakubadilisha, atakubadilisha. Huwezi kunidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia nenda kwa watu wangu, nenda utafutie kijana wangu mwanamke asiyekunywa mnazi kama kijana yangu. Utafutie mwanamke asiyevuta mguka kama kijana yangu. Yaani tunafanana kitabia, tunafanana kiimani, tunafanana kimienendo, tunafanana kwa kuabudu. Tukiinama sote tunainama, mwingine akuulizi maswali. Tukiinua mikono mwingine akuulizi what are you doing. Ana imani kwamba mikono lazima tuinue. Nikimwambia twende kanisani ana kushindana, yeye mwenyewe yuko kwenye imani hiyo ya kwenda wapi? Kanisani. I'm asking you, hivi vitu ambavyo siku hizi mnafanya, is it the foundation of God? Is it godly really? No. God is not there. Hata mama yako mwenyewe hajawahi kubariki hiyo ndoa yako. Mama yako unaonaje? Niangalia hapa. Wewe kasirika leo, hii ni wiki ya kukasirika. Ukasirike na mimi tena ukasirike na misingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaonaje? Umekaa na lijamaa lishakula matunda 10 years. Alafu namwambia uende kwetu. Aende wapi? Nakuuliza aende wapi? Aende kufanya nini? Mnajua kwa nini hivi vitu vyenu vilifichwa katikati ya miguu? Ili uwe na maringo. Can I tell you something? Mwanaume anaweza akakupatia chochote. Anaweza akakupatia chochote provided hajaguza wewe. Naambia leo ameni atamutanipa hii wiki, lakini bado tutakasirika na misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaweza kupigia simu kila dakika, hajakula tunda, hajaonja matunda yako, anakutongoza, anataka usonge karibu. Siku utampatia, umuoni. Kwanza usimwambie umeokoka. Don't ever tell a man nimeokoka na aone unafanya vitu ambaye anaelewa waokovu hawafanyi. Umuoni ameenda. Angalia. Wameona saa ngapi? Kinachofanya tununue fridge dukani, wakati tunafungwa kule ndani tunaona vile kulivyo. Mpaka unaambiwa hapa kuna kaivi. Halafu unaona vile ilivyo. Unasema afadhali hata kama ni mkopo ninunue hii fridge nipeleke wapi? Nyumbani. Lakini kama ingekuwa scrap unainunua kupeleka wapi? Look at me. Wanunua kupeleka wapi? Wanunua a brand new fridge. Hata ukiwaambia ni 90,000, uko radhi ulipe polepole, ubebe kitu mpya. Lakini wewe ushazeeka, ushatumiwa, ladha imeenda. Halafu mwambie unajua ndio sababu wanawake wengi wako kwa kazi ambao wangeifanya. Si uende uone wazazi wangu. Si uende uone wazazi wangu. Si uende uone tu wazazi wangu. Ni nani aliyemwambia? Nani aliyemwambia Ibrahimu aende aone wazazi wa kina Rebeka? Nani alimwambia Ibrahimu aende aone wazazi wa kina Rebeka? Yeye alipeana masharti na akapeana mali
Nimesemaje? Mali. Na ikakutana na mwanamke ameingiana na huduma. Msidanganyane. Mimi nitaombea huyu mlevi ataokoka afanye kazi ya Mungu na mimi. My friend, sikia masharti inapeanwa. Nenda kwa watu wangu. Sawa? Tumeweka agano na wewe kwa paja. Unikumbushe kesho nikwambie kwa nini paja. Mbona hakuweka huko? Aliweka kwa paja. Kwa sababu siku hizi wanawake wasipoonyesha hii mapaja wanaonanga kama hawajaonyesha urembo wao. Yote nje. Mpaka hata wanaume wanashindwa leo. Tutakaa tukiangalia wapi? Vitu vya siri si siri tena. Vimeanikwa wasiwasi. Adamu mwenyewe na Eve walipochutukizia wako uchi, walikimbia wakakata matawi wafunike uchi. Badala nyinyi mfunike, sasa ndio mnaanika. Vimechange. Am I talking of? Nenda. Mwanamke atakaye fanya hivi na hivi, alafu na huyu aliyetumwa naye akaweka masharti yake. Yule mwanamke nitakaye muomba maji anipe ya kunywa, na nimwambie anyweshe au ngamia zangu na awanyweshe. Huyo amepita mtihani. Huyo wako ulimpatia mtihani ngapi? Tunaendelea. Huyo wa kwako ulimpa mtihani gani? Ama ulimwambia yule